Ushirikina huwezi kudhibiti kwa kamera. Ushirikina unadhibitiwa kwa ushirikina. Sisi ushirikina huwezi kuzuia. Afrika upo. Hatukatai. Ushirikina upo, huwezi kuzuia. Kama kuzuia ngoja Nigeria. Kwa nini mnaunga mkono ushirikina? Yaani ushirikina upo. Mimi niunge mkono, siunge mkono ushirikina upo. Huwezi kubadilisha. Paka utafukiwa, si atafukiwa, si ingiza atafukiwa. Yaani huko ndo usiseme kwenye mechi ya Mei 3 ni mechi ngumu. Yanga ngumu, Simba ngumu. Kila mtu anatafuta ushindi. Kwa macho yangu mawili hivi uwezi. Lazima uende na nguvu za kiza. Hakikisha unamfunga Yanga. Hata na mambo vipi? Hapo sasa. Mama naenda. Kama nakwenda. Bwana, bila shaka na kibarua kizito sana Mei 3 kwa maana ya tarehe 3 mwezi wa 5 dhidi ya Young Africans. Mechi ndio kwanza bado. Vipi lakini maandalizi yameanza? Maandalizi tunaanza na mechi ya Namungo. Mechi ya Namungo ndio itatoa jira. Yanga tunamfunga ngapi? Kwa hiyo maandalizi tunaanza na mechi ya Namungo, tunampiga Namungo, tushampiga Namungo sasa. Tunaenda kumpalasa Yanga, tunampunguza Yanga. Tunakata sikio na baki hana kitu. Naika pembeni tunasubiri mechi inayokuja. Yanga amemfunga mtu goli 5, goli 6. Zile goli za kupepea cha nazo. Kipindi cha kwanza. Yaani goli zile sawa na embe za kupepea. Sawa, ili ule lazima uzifunike chini uzipepee. Zive ndo ule. Ndio ushindi wa Yanga. Sawa, embe za kupepea. Sisi tunahitaji ushindi wa kutoka mwilini. Toka jasho. Sawa. Shinda magoli ya uhakika. Ifunge timu yenye uwezo. Sio funga timu umenyongonyesha, umeipepelea, unaifunga, watu nimefunga 6. Unafunga unapiga bomu Montreal. Hiyo piga bomu Montreal. Piga bomu mtu anakuona hivi. Sio unipata vizuri. Kwa hiyo sisi hatutishiki na hizo 5 alizozipata Montreal. Sisi tunataka tumpige yeye mwenyewe tarehe 3. Mnampiga mwenyewe? Yeye mwenyewe tunampiga. Yanga mtafunga goli ngapi? Tunapiga goli 3. Na ikiwa tukafunga hesabu 5. Ikiwa vibaya tukafunga hesabu. Sababu tuna hasira nao. Tumewakosa Zanzibar wanajua wale. Tumenyima goli Zanzibar wanajua. Tuna uchungu nao ile goli. Nasema ni mwalimu. Tuna uchungu nao ile goli. Kwa hiyo tunawahitaji tarehe 3. Tunalipa ya Zanzibar tarehe 3. Na tutalipa ya nyuma. Bwana Alan Okello anatajwa kuwa bora zaidi ya Libase Gwe. Ndivyo anavyosema Ali Kamwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya takwimu. Ana assist 6 na goli 2. Lakini Libase Gwe ana goli 3 tu. Hilo jambo kwenu nyinyi wanasimama mnalisema. Nani bora hapo? Nani bora? Mwenye goli 3 au goli na mwenye goli 2? Ali Kamwe anasema Alan Okello ni bora kwa sababu tayari ana assist 6 na ana goli zake 2. Libase Gwe hana assist, ana goli 3. Assist anayo. Hajamwangalia vizuri. Ana assist 2 Libase Gwe. Ana assist 2 Libase. Ya kweli hayo. Kabisa ana assist 2. Mwambie angalie mechi za Simba. Mwambie angalie mechi za Simba. Ana assist 2 Libase Gwe. Na mwambie angalie vizuri. Asiangalie papa. Kama hana macho avae mawani. Ana assist 2 Libase Gwe. Mwambie angalie vizuri. Mechi gani alifunga bwana? Sio kufunga, assist. Ana goli sasa ana goli 2. Ana goli 3. Ana goli 3. Ana assist 2. Hizo bila alifunga mechi gani? Sasa mwambie asearch. Mechi gani hizo bwana? Nasema hivi, mwambie asearch. Atakuja kuniambia. Mwambie asearch, atakuja kuniambia. Ya kweli hayo? Asearch. Bosa nimpe kodi, yeye asearch tu. Kama hesabu kuongo aache. Angalie takwimu za Simba. Kacheza mechi ngapi kwenye ligi? Kila mechi aiangalie vizuri. Atakuja kuniambia kweli. Ana assist 2, ana goli 3 Liga Sebele. Ndio nasema hivyo. Mimi namwambia sasa aangalie vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba wakati amekagua ule uwanja unaendelea kujengwa kule jijini Arusha alitoa agizo bwana uwanja ufungwe kamera ili kukomesha vitendo vya kishirikina. Sasa wadau wa soka wanataka angalau hizo kamera zisifungwe uwanja mmoja peke yake. Wafunge viwanja vyote vya ligi kuu. Ili jambo nyinyi mashabiki Simba mnalisemaje? Kwanza mimi namuunga mkono kufunga kamera. Namuunga mkono, swala bora, ni swala zuri. Kamera ni moja ya ulinzi kwenye uwanja, sababu kuna matukio mengi ndani ya uwanja ambayo yako nje ya panzia au nje ya kamera, lenzi ya kamera. Kwa hiyo unapoweka kamera, mtu yale matukio ambayo tulikuwa tuyaoni tunayaona. Ila matukio ya ushirikina huwezi kuyazuia kwa kamera, sababu hiyo inakuwa ni kiza. Unasema matukio ya kishirikina uwezo ukayaona kwenye kamera. Sasa sio mtu watu wanaingia kufanya mambo ya ajabu. Naulia tena. Anaweka kamera ya kuzuia watu wahalifu. Watu wanaharibu mazingira, watu wanaogombana, watu wanafanya nini, hao kamera inasoma. Ila mambo ya kiimani, mambo ya kikiza, kamera haisomi hata siku moja. Haisomi. Mbona wakati mwingine tunaona tu video zinaonekana
ushirikina. Hakuna kiza hapo, kiza kionekani kwenye video hata siku moja. Asiko mtu yote. Hakuna mchawi unamuona kwenye kamera hata siku moja. Huyo sio mchawi. Si wataingia lakini kupita kufanya mambo yao. Uweze kaona wewe. Yaani wewe ukumuona mwenye macho mawili kama mimi. Mambo kushikina ambayo anafanya uwanjani mtu kama mimi usiweze kuyaona. Mwenye macho manne ndio wanaona. Si unipata vizuri. Kamera sina jicho moja. Inaweza kuona macho manne. Mambo ya ushirikina. Kamera isomi. Haitasaidiani. Hiyo VAR yenyewe isomi mambo ya ushirikina. Ile inasoma matukio ya uwanjani. Haisomi ushirikina. Ushirikina uko ndani. Wakiza umefichwa. Ndio maana ushirikina. Unajua maiti imekufa kumbe haijafa. Ndio ushirikina huo. Kwa macho yako mawili unaona maiti huyu hapa. Mwenye macho manne sio maiti. Kwa ndio maana ushirikina. Kwa kamera sahihi kufunga kwa ajili ya ulinzi. Kuna watu waovu. Kuna watu watundu. Watu wanaharibu mazingira. Uwanja wa Magarimu bei hela nyingi Magarimu. Kwa kaulizi sahihi. Mimi naunga mkono sana kwa 100%, aweke kamera kila kona. Sahihi. Ila kwa ushirikina huwezi kudhibiti kwa kamera. Ushirikina unadhibitiwa kwa ushirikina. Ushirikina? Unadhibitiwa kwa ushirikina. Kuna kamera za kishirikina zipo. Bwana. Za kishirikina zipo. Wewe umeziona hizo? Zipo kamera za kishirikina. Zipo. Zipo. Mtu atakaje nione. Zipo. Bwana. Zipo kamera ya kishirikina ipo. Lakini sio kamera hii yenye sense. Kamera hii. Hebu rudia tena. Rudia tena. Kamera za kishirikina zipo. Sio kamera hii ya Mchina. Sio kamera hii si ya Mwingereza. Kamera zipo za kishirikina. Sasa zinaona kabisa. Zinaona. Lakini sio hizo zifungwe sasa hizo. Hizo zikifungwa sawa. Zikifungwa hizo. Lakini hizo za Mchina hizo. Hizo za Sony sana hawa. No. Hizo kuna matukio ndani ya kamera. Siku ile masuala basi limejambuzi siku wazee wafupi. Aliwezi kuona kamera hiyo. Maji wazee wafupi. Sijui ushirikina. Kamera zisomi. Hata kamera yako hii hapa isomi. Itasoma kuna mimi naongea na wewe basi. Lakini chokolate mfukoni akisomi. Akisomi. Hiyo ni mambo ya kiza. Hawezi kuingiza kwenye sayansi hii. Sasa nyinyi Simba mnafanyaje sasa? Sisi ushirikina huwezi kuzuia. Afrika upo. Hatukatai. Ushirikina upo huwezi kuzuia. Kama kuzuia ngoja Nigeria huko. Wewe mnaunga mkono ushirikina au? Yaani ushirikina upo. Mimi niunge mkono, siunge mkono ushirikina upo. Huwezi kubadilisha. Kuelekea mitatu sisi tena huko ndio usiseme mitatu. Huko ndio usiseme. Paka utafukiwa, si atafukiwa, si ingiza atafukiwa. Yaani huko ndio usiseme. Kwenye mechi ya mitatu ni mechi ngumu. Yanga ngumu, Simba ngumu. Kila mtu anatafuta ushindi. Yanga anatafuta mfunge Simba mtie aibu, Simba atakamfunga Yanga amuonyeshe mimi nani sasa hivi. Kwa kuna kazi ya kufanya. Mimi na kufanya kazi. Kuna kazi ya kufanya. Mimi na kufanya kazi. Kuna kazi ya kufanya. Lazima ushindi upatikane. Yaani bila hivyo huwezi kupata ushindi, lazima uingie na nguvu hizo. Peke yake hivi huwezi. Kwa macho yangu mawili hivi huwezi. Lazima uende na nguvu za kiza. Kuhakikisha unamfunga Yanga. Hata Yanga haingii hivi kwa mechi ya Simba hata siku moja. Alikuwa ukuta anapita mlango wa uani, anajua. Kwani kamera hakuna? Mbona anapita mlango wa uani alikuwa ukuta? Kwa sababu anajua ndani nimeshazidiwa na alikuwa ukuta. Kwa hiyo mechi hizi Simba na Yanga hayo mambo yapo. Huwezi kuzuia funga kamera yako 800 lakini bado vitu vitafanyika. Wewe, hiyo ni imani. Watu wanazo, huwezi kubadilisha imani hizo. Haya mambo yapo. Haya mambo toka babu zangu hawajazaliwa. Haya mambo yapo. Huwezi kuyamaliza mtu kama mimi au mtu kama wewe au nani hawezi kumaliza mtu. Hayo mambo. Sasa unaambia nini mashabiki wa Simba kuhusiana na haya sasa? Tukawafunga Yanga. Tafute kila aina njia. Tuwafunge Yanga. Tuwafunge Yanga. Kila aina njia tutafute. Tuwafunge Yanga. Hakuna kingine. Ili tujisikie raha na ushindi ambao tunaupata. Tujisikie raha na ubingwa ambao tunautafuta. Tukampige Yanga tarehe 3.